Moja pia kati ya taarifa ambayo huenda sasa ikawa inaushangaza ulimwengu au nchi za Magharibi ni taarifa ya mashambulizi makubwa ambayo Urusi imeweza kuyazindua katika siku za hivi karibuni, na maanisha usiku wa Mei 23 kuamkia Mei 24, lakini pia Mei 24 kuamkia Mei 25, ambako Urusi imeanzisha mashambulizi makubwa ya ndege pamoja na makombora huko mji mkuu wa Ukraine, lakini pia katika moja ya miji mingine huko nchini Ukraine. Na kabla sijakufahamisha undani wa taarifa hii kuhusu maafa na madhara kwa ujumla kwenye mashambulizi ya makombora ya Urusi ambayo yamefanyika siku hizi mbili, ni ya kwamba wiki hii mwanzoni kabisa Ukraine iliweza kuanzisha mashambulizi mengi sana ya ndege zisizo na rubani kwenda huko kwenye mji mkuu wa Urusi maarufu kama Moscow, lakini pia kwenye baadhi ya maeneo mengine huko nchini Urusi hasa Kursk na huko Belgorod, ambako siku Alhamisi wiki hii sasa ambayo inaisha leo, Putin alisema ya kwamba hichi ambacho amekifanya Zelensky au amekifanya Ukraine kuzindua mashambulizi mengi, ambako ilielezwa kwamba ni karibia ndege 500 zilikuwa zimerushwa kwa siku mbili tofauti kuelekea kwenye mji mkuu, lakini pia baadhi ya maeneo mengine huko nchini Urusi, ambako Putin Alhamisi akasema kwamba hakuna hata shambulizi moja ambalo litafanyika au Ukraine italifanya bila kulipizwa kisasi, ambako Putin alisema kwamba mashambulizi yote ambayo Ukraine inafanya kwenye mji mkuu wa Moscow, lakini pia kwingineko nchini Urusi, hakika Urusi itajibu maradufu, akimaanisha kwamba itafanya mashambulizi ya kisasi kuhusu pia kile ambacho Ukraine imekuwa ikifanya, huku pikidai ya kwamba Urusi ni kama ndiyo chochezi kwenye kufanya mashambulizi au kuonesha kwamba ni kama haiko tayari kufanya mazungumzo kumaliza mzozo huo. Hivyo basi hichi ambacho kimefanyika ni dhahiri shahiri ya kwamba Putin ambacho alikiapa siku Alhamisi wiki ya kwamba Urusi itafanya mashambulizi ya kisasi kweli kimeanza kuonekana rasmi, ambako taarifa iliyoweza kuripotiwa tangu jana, lakini pia hapo mwanzoni ni kufahamisha kabisa undani mashambulizi ya Jumamosi, lakini pia mashambulizi ya Jumamosi usiku kuamkia Jumapili ya siku ya leo, ambako sasa taarifa ambayo imeripotiwa muda huu ni ya kwamba Urusi iliweza kuanzisha mashambulizi makubwa huko nchini Ukraine, yani usiku uliokuja kupita kuamkia Mei 25, ambako Urusi ilifanya mashambulizi ya ndege pamoja na makombora kwenye miji mingi huko nchini Ukraine, lakini pia katika mji mkuu wa nchi hiyo. Taarifa kamili imeeleza kwamba Urusi ilishambulia mji mkuu wa Kyiv huko nchini Ukraine na mikoa mingine ya Ukraine kwa kutumia ndege zisizo na rubani na makombora usiku wa kuamkia Mei 25 na kusababisha milipuko mingi katika miji kote huko nchini Ukraine, ambako pia watu 11 kutoka mji mkuu wa Kyiv walijeruhiwa kufikia sasa, yani muda kuchapishwa kwa taarifa hii, ambako pia utawala wa kijeshi wa jiji la Kyiv uliweza kuripoti na watu 2 wamelazwa hospitalini. Taarifa ya meya anayefahamika kama Vitali Klitschko imeweza pia kueleza hivyo. Mashambulizi hayo yanakuja usiku mmoja, yani sasa usiku wa juzi, baada ya shambulizi zito zaidi la Urusi huko mji mkuu wa Kyiv katika kipindi chote cha vita, ambako pia shambulizi hilo linaambatana na siku ya Kyiv ikiwa ni likizo ya jiji ambayo kawaida huadhimishwa Jumapili ya mwisho ya mwezi Mei. Jeshi la anga la Ukraine pia liliweza kuonya mapema kabisa Mei 24 ya kwamba Urusi ilikuwa imezindua mawimbi ya drones kuelekea mikoa mingi, na pia ilitoa onyo la kombora la Ballistic muda mfupi kabla ya usiku wa manane, ambako baadaye usiku huo tahadhari ya angani ilianza kutumika kwa mikoa yote ya Ukraine pamoja na mikoa ya magharibi mwa nchi hiyo. Milipuko iliweza kuripotiwa usiku mmoja huko jiji la Kyiv, lakini pia mkoani Odessa, Dnipro, Mykolaiv, Sami, Kanatopi, Chernihiv, Ternopil na Kharkiv, ambako pia maafisa eneo hilo na kituo cha habari cha Suspline waliweza kueleza hivyo. Taimuli Tikachenko ambaye ni mkuu wa utawala wa kijeshi wa jiji la Kyiv alisema ya kwamba mji mkuu wa Kyiv ulishambuliwa tena na akashauri wakazi kujihifadhi na mashambulizi hayo. Usiku haukuwa rahisi, kuna tishio la adui kutumia idadi kubwa ndege zisizo na rubani na makombora kutoka kwa ndege za kimkakati. Tikachenko aliweza kuonya hivyo wakati walinzi wa anga wakifukiza kikamilifu ndege zisizo na rubani juu ya mji mkuu wa Kyiv.
Uchafu kutoka kwa ndege isiyo na rubani iliyokuwa ikianguka ilishambulia bweni la wanafunzi huko wilayani Holosivsky, mji mkuu wa Kiev, na kusababisha moto. Krychenko alisema watu 4 walijeruhiwa na kupatiwa matibabu ya papo kwa papo. Mtu mwingine alijeruhiwa katika wilaya ya Desnyansk na alipokea matibabu katika eneo la tukio, Krychenko alisema, wakati mwathirika wa pili katika eneo hilo amelazwa hospitalini. Nyumba katika wilaya ya Dniprovetsky ya jiji pia iliweza kuharibiwa. Utawala wa kijeshi wa jiji la Kiev uliweza kuripoti ya kwamba mwanamke kijana katika wilaya hiyo alijeruhiwa kwa kuvunjika miguu. Kituo cha biashara kiliharibiwa pia katika wilaya ya huko Shevchenkovsky. Taarifa ya utawala ilieleza hivyo. Waathiriwa 11 waliojeruhiwa pia ni kati ya umri wa miaka 18 hadi 62, utawala umesema hivyo. Nje ya mji mkuu, watu 3 katika jimbo la Kiev waliuawa katika mashambulizi hayo na wengine 10 kupata majeraha na mashambulizi hayo. Huko Kharkiv, Meya Ihor Terhovy pia aliripoti ya kwamba ndege zisizo na rubani zilishambulia wilaya za Osinoviansk, Novobavansk na Shevchenkovsky ndani ya jiji hilo, ambapo biashara ya kiraia katika wilaya ya Osinoviansk iliweza kuharibiwa wakati jengo la ofisi lilipigwa katika wilaya ya Shevchenkovsky. Vioo vilivunjwa katika majengo kadhaa ya ghorofa huku kukiwa na mashambulizi. Terhovy alisema mtoto alijeruhiwa na vipande vya kioo na anapokea matibabu katika eneo hilo, ambako pia mmoja ya gavana kutoka huko nchini Ukraine alisema ya kwamba shambulio la usiku huenda likawa ni shambulio kubwa la pamoja dhidi ya jiji huko Ukraine katika jiji tangu vita vya pili vya dunia. Meya huyo alisema hivyo. Ndege zisizo na rubani na makombora pia zilishambulia maeneo mengi katika jiji la Chernihiv na maeneo jirani. Huduma ya dharura ya serikali imeripoti hivyo, ambapo moto uliweza kuzuka katika hifadhi na majengo yasiyo ya makazi, ikiwa ni pamoja na moto mmoja uliofunika zaidi ya mita za mraba 1000, ambako taarifa kuhusu majeruhi na uharibifu huo bado zinachunguzwa. Katika mji wa kusini wa Mykolaiv, mwanamume mmoja aliuawa na watu 5 walijeruhiwa wakati ndege isiyo na rubani iliposhambulia jengo la makazi la orofa 5. Huduma ya dharura ya jimbo la Ukraine iliweza kuripoti hivyo, ambako pia kijana mmoja alikuwa miongoni mwa watu waliojeruhiwa. Katika eneo la Ternopil, jiji la Magharibi ambalo halilengwi mara kwa mara na mashambulizi ya Urusi, kombora la cruise la Kalibri lilishambulia kituo cha viwanda na kusababisha moto. Gavana Vyacheslav Nehoda alisema hivyo. Majeruhi na uharibifu pia uliweza kuripotiwa katika mkoa wa Khmelnytskyi. Gavana Sahel Tioren alisema mashambulizi hayo yaliua watu 4 katika eneo hilo na kuwajeruhi wengine 5 pamoja na kuharibu miundombinu ya kiraia. Poland ilikimbia ndege za kivita na kuwezesha ulinzi wa anga kama ilivyofanya awali ili kulinda anga yake wakati wa mashambulizi makubwa ya Urusi dhidi ya Ukraine. Usiku uliopita, Urusi pia ilizindua shambulio kubwa la ndege zisizo na rubani na makombora dhidi ya mji mkuu wa Kiev na kujeruhi raia takribani 15. Migomo hiyo pia ilisababisha mlipuko katika jiji zima na kuharibu majengo ya makazi. Urusi inaendelea kulenga vitongoji vya makazi katika mashambulizi angani yanayozidi kuua, huku ikulu ya Kremlin ikiendelea kukanusha waziwazi wito wa kimataifa wa kusitishwa kwa mapigano hayo.